अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया हॉलैंड का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर मुझे तौफीक अता फरमाई कि यहाँ हॉलैंड के जलसे में शामिल हूँ। Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba leo kwa fadhili za Mwenyezi Mungu Jumuiya ya Ahmadiyya ya Holland mkutano wao wa mwaka unaanza. Mwenyezi Mungu amenijalia mara ya tena kwamba tena katika mkutano wa mwaka wa Holland na shiriki. Mkutano huu wa mwaka ulipangwa utafanyika wiki ijayo, lakini walikuwa na hamu kwamba nishiriki katika mkutano wao wa mwaka, na kwa kuangalia ratiba yangu Jumuiya ya Holland waliamua kwamba watafanya mkutano wa mwaka wiki moja kabla ya iliyopangwa, na katika muda mfupi wamepanga mpango huu wa mkutano wa mwaka. Bila shaka nchi ya Holland ni ndogo na jumuiya pia ni ndogo, na wanaweza kufanya mipango yote haraka, lakini pia pamoja na mambo haya yote mabadiliko ya mpango huu umefanya kwa moyo mkunjufu na kwa roho safi, na umefanya kwa urahisi pia. Ilikuwa tatizo la ukumbi wa jalsa, na ukumbi uliopangwa ulikuwa mdogo na nafasi nyingine ilikuwa haipatikani, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mpango huu umefanyika vizuri sana. Huenda mulipata shida ya aina mbalimbali katika maandalizi, labda matatizo yatapatikana baadaye. Labda wageni mtapata shida katika siku hizi za mkutano mwaka. Mkipata shida basi musubiri, na tegemea kwamba wanaojitolea wanajumuiya watajitahidi na wanajitahidi kuwapatia raha wageni wanaokuja duniani kote, iwe jumuiya ndogo au iwe jumuiya kubwa. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mkutano wa mwaka na wakati wa mikutano ya jumuiya mipango inayofanywa katika kila jumuiya
wanajumuia wanaojitolea wanakuwa tayari na timu zao zimekuwa tayari na wanakuwa tayari kila wakati kwa ajili ya kujitolea kwa ajili ya mikutano hii. Na wageni ambao ni wageni wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam na wanakuja sawa na maagizo ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kuhudhuria mkutano wa mwaka, na wanajumuia wanaojitolea wanawahudumia kwa roho safi na kwa furaha. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuia wote wanaojitolea kwa ajili ya kazi ya jumuiya. Mwenyezi Mungu waendelee kuwapatia nafasi, waendelee kujitolea, na Mwenyezi Mungu awapatie ujira mwema. Na ikiwa mnaona kwamba kuna upungufu umebaki, basi Mwenyezi Mungu asitiri upungufu huu, na wale wageni ambao wanahudhuria mkutano huu wa mwaka, kwamba badala ya kuuzingatia na kuangalia upungufu na kasoro, wao wanatakiwa wazingatie lengo la kuhudhuria mkutano huu wa mwaka, lengo ambalo alilolielezwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mwenyewe, na lengo lile ni lengo lile la kufanya bayat, yani kujiunga na jumuiya. Baada ya kujiunga na jumuiya kwa kujishughulisha katika mambo ya dunia, baadhi wakati mwanadamu anasahau lengo lake haswa. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema kwamba watu wakumbushwe mara kwa mara, wapewe nasaha, na kila mmoja ambaye ana imani moyoni mwake atafaidika kwa sababu ya nasaha hii. Mwenyezi Mungu anasema fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, yani bila shaka nasaha inawafaidi waaminio. Basi mkutano huu wa mwaka pia ni njia ya kuwapatia nasaha, na kwa lengo hili mikutano hii inafanywa duniani kote. Mkutano huu unafanywa kwa ajili ya kuwafahamisha watu kwamba baada ya kujiunga na jumuiya, mkumbuke ahadi yenu ya bayat mliyofanya wakati wa kujiunga na jumuiya. Ikiwa kwa sababu ya shughuli ya dunia upungufu na udhaifu ulipatikana, basi baada ya kusikia tena nasaha, mujitahidi kufuata, na baada ya kusikia hutuba ya malezi murekebishe hali yenu ya dini kwa kukaa pamoja, na kwa kufanya hivi mujitahidi kufuata mema za watu wengine, na mujitahidi kujiepusha katika maovu. Sina Halifa mtukufu anasema kwamba kumbukeni wakati wa mkutano wa mwaka msijishughulishe katika mambo ya dunia, bali wakati wa hutuba zote na mipango yote ya mkutano wa mwaka na baada ya mkutano huu pia muda mwingi mnatakiwa mujishughulishe katika kufanya tasbihi na kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Na kwa fikira hii tunatakiwa tushiriki katika mkutano huu, kwamba tutashiriki katika mkutano huu wa mwaka, na kwa kufanya hivi tunajadidisha ahadi yetu ya bayat, ili imani yetu iendelee kuimarika zaidi na zaidi, ili tupate maendeleo katika uchamungu. Na kwa ajili ya kupata lengo hili, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam mnatakiwa mukumbuke kila wakati, anasema kwamba wanajumuiya wote ambao wamejiunga na jumuiya hii wajue kwamba kujiunga na jumuiya hii lengo lake ni kwamba mapenzi ya dunia lipoe, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapate ushindi juu ya mioyoni mwenu,
na ili wakati mtakapoaga dunia hii msione karaha wakati ule. Kwa hiyo kila mmoja wenu anatakiwa akumbuke kwamba mkutano huu wa mwaka ni njia ya kupata hali hii ya imani, na kwa sababu kwa kupitia jalsa hii mnatakiwa mutangulize dini juu ya dunia, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanaweza kupata ushindi juu ya mapenzi mengine yote wakati tutakapojua kwamba Mwenyezi Mungu anatutaka nini na mtume wake anatutaka nini. Tena si hii tu kwamba sisi tunajua na tuna elimu kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake wanataka nini, bali baada ya kusikia na baada ya kujua mambo haya yote ni muhimu kuyafuata yale mambo, na kwa ajili ya kupata lengo hili inatakiwa juhudi lifanywe, na tena juhudi lifanywe kwa mfululizo. Hali hii itakapopatikana, basi katika hali hii mtu hataona karaha wakati wa kuaga dunia hii. Kila mtu hataaga dunia hii siku moja. Watakuwa wenye bahati nzuri wale miongoni mwetu ambao wataaga dunia hii kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na wataenda mbele ya Mwenyezi Mungu kwa mapenzi haya. Basi kila mmoja wetu anatakiwa akumbuke kwamba mwanadamu kwa kufuata mwema na kuacha maovu anapata hali hii wakati anapojua kwamba siku moja atakufa na ataenda mbele ya Mwenyezi Mungu, na kule mimi nitaulizwa kuhusu vitendo vyangu nilivyovifanya katika dunia hii. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an tukufu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yani, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu na mtu aangalie aliyoyatanguliza kwa ajili ya kesho, na mcheni Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda. Basi Mwenyezi Mungu ameeleza waziwazi hapa kwamba imani yenu itakamilika wakati mtakapokuwa wa Mwenyezi Mungu na mtamcha Mwenyezi Mungu, na ucha Mungu anaweza kupata maaminio katika hali hii wakati atakapoona kwamba ametanguliza nini kwa ajili ya maisha ya akhira, na kwa ajili ya maisha haya amefanya juhudi gani. Kwa ajili ya dunia hii mwanadamu anajitahidi na anatafuta kibarua, na kwa ajili ya biashara pia anafanya bidii, na kwa ajili ya kupata mali anafanya bidii na juhudi. Kwa ajili ya kuwapatia watoto wake elimu ya dunia anajitahidi na anakuwa na fikira kwamba watoto wake wapate elimu, na kwa ajili ya biashara ya aina mbalimbali anajitahidi. Mwanadamu ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na anakuwa na yakini juu yake, pamoja na juhudi lake anafanya dua pia, au anawaambia watu wengine wafanye maombi kwa ajili yake. Ninapokea barua chungu mzima kila siku kwa ajili ya kutaka maombi kwa ajili ya shughuli za dunia. Wapo wengine ambao wenyewe wanajishughulisha katika mambo ya dunia, hawaswali hata swala 5. Hata kama wao wakiswali wanaswali haraka haraka swala zao, lakini kwa ajili ya kutaka maombi wananiandikia barua, na wananiandikia barua kwa ajili ya kutaka maombi kwa ajili ya mambo ya dunia, na nitaeleza baadaye kidogo kwamba maombi uhakika wake ni nini.
Hazur anasema nilikuwa naeleza kwamba mwanadamu anajitahidi sana kwa ajili ya kupata dunia hii, na mwanajumuiya anadai kwamba mimi nimempokea imamu wa zama hii ambaye nielezea mafundisho sahihi ya Islam. Ikiwa yeye hajitahidi kupata uchamungu ambaye kila mwanajumuiya anatakiwa afanye juhudi ya kupata uchamungu, Mwenyezi Mungu hakusema kwamba mtaulizwa kuhusu mambo yenu au biashara yenu ya dunia, bali Mwenyezi Mungu anasema kwamba muzingatie nyinyi mmetanguliza nini kwa ajili ya maisha ya baadaye, maisha ambayo yataanza baada ya kuaga dunia hii, na maisha yale ni maisha ya daima. Kwa ajili ya maisha yale umetanguliza nini? Maisha ya dunia hii, uchumi wa dunia hii na bank balance na watoto na jamaa na watu wote hawa watabaki katika dunia hii, na vitu vyote vitabaki katika dunia hii, na Mwenyezi Mungu hatauliza kuhusu vitu hivi. Mwenyezi Mungu akiuliza, basi atauliza kwamba vitendo ambavyo nilisema muvifanye katika dunia, umefanya kiasi gani vile vitendo katika maisha yenu ya dunia, na vitendo ambavyo tulivyofanya katika dunia hii, na vitendo ambavyo tulivyofanya kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu, na kazi ambayo tulikuwa tumefanya kwa kumcha Mwenyezi Mungu, na tulivyofanya juhudi ya kutekeleza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu, basi vitendo vyote vitakuwa kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mimi sifiki kwangu vitendo vyenu vya dunia, bali kwangu inafika uchamungu wenu. Na kumbukeni kwamba kitendo chochote mnachokifanya mnakifanya kwa ajili ya kutekeleza haki za Mwenyezi Mungu, au kwa ajili ya kuwa na fikira ya kutekeleza haki za wanadamu, kazi ambayo msingi wake utakuwa juu ya uchamungu, basi kuhusu kitendo kile Mwenyezi Mungu anasema kwamba muangalie umetanguliza nini kwa ajili ya kesho. Ni kitendo kile cha aina hii kitapata thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Kazi ambayo kitendo ambacho Mwenyezi Mungu anafanya kwa ajili ya kumcha Mwenyezi Mungu na kumwogopa Mwenyezi Mungu, anapata ujira wake. Mtu hawezi kumdanganya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajua nia ya kila kitendo chetu, na kila kitendo chetu pia vile vile, na anajua vitendo vyetu ni nini na nia yetu ilikuwa nini wakati tulipotenda vitendo vile. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba vitendo hutegemea nia ya mwanadamu, na kitendo chetu kitapata kibali na daraja mbele ya Mwenyezi Mungu ambacho wakati wa kutenda kile kitendo tulikuwa na nia safi, na tulitenda kwa kumcha Mwenyezi Mungu na kumwogopa yeye. Kwa ajili ya kutekeleza haki za Mwenyezi Mungu, kitu cha kwanza ni kusali swala. Mwenyezi Mungu baada ya kumwamini yeye, sharti ya pili aliyoweka kwa ajili ya waaminio ni kusali swala. Lakini katika sehemu nyingine Mwenyezi Mungu amewaonya waswaliaji, anasema fawailu lilmusallin, yani ni ole kwa waswaliaji ambao hawatimizi haki ya swala, ambao wanaswali swala bila kuwa na uchamungu. Mwenyezi Mungu ambaye ni alimul ghaib, anajua mambo ya ghaibu, na yeye ana elimu ya kila kitu, anajua kila kilichofichika, na yeye ana habari ya kila kitu. Mwenyezi Mungu anajua tunaswali swala kwa nia gani. Swala ambayo inaswaliwa bila kuwa na uchamungu, Mwenyezi Mungu anarudisha swala ile. Kila mmoja wetu anatakiwa kwa hofu sana aswali swala zake, kwa sababu swala Mwenyezi Mungu amesema ni lengo la maisha yetu.
na ikiwa ni lengo hili, basi kwa ajili ya kupata lengo hili juhudi pia linatakiwa lifanywe. Mwenyezi Mungu anasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kwamba mimi nimewaumba wanadamu na jini kwa ajili ya kuniabudu mimi. Kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba swala ni kiini cha ibada, kama niliyosema kwamba mtu wa dunia anajitahidi sana kwa ajili ya kupata dunia, na anafanya bidii na juhudi sana, na anapata matatizo pia sana, na anakuwa na fikira kiasi hiki kwamba anaharibu afya yake. Ikiwa anapata hasara ya mali ya dunia au ya hasara ya watoto, basi anapata shutuko la moyo baadhi wakati, kwa sababu ya kutokuona matokeo mazuri wanapata depression ya aina hii, kwamba wanapata maradhi ya maisha. Na mambo haya yote yanafanywa kwa ajili ya kupata masilahi ya dunia hii. Tukiangalia basi maisha ambayo ni maisha ya kufanya bidii ni mpaka 60 au miaka 70, baadaye mtu anazeheka na anakosa nguvu, na kisha anawategemea watoto wake au watu wengine. Angalieni katika nchi hii hata watoto hawajali kuhusu wazazi, na wazazi wazee wanaenda katika old age home, na baada ya wiki moja watoto wanaenda kukutana na wazazi wao na wanaona wamefanya ihsani. Kule wazazi wanawategemea manas. Kufika katika umri huu, wale wanaomtegemea Mwenyezi Mungu na wanakuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu, wanamkumbuka Mwenyezi Mungu, na wengine wanaanza kufikiria kuhusu maisha ya baadaye, na kwa ajili ya kupata mwisho mema wanafanya maombi, na wanawaambia watu wengine wao pia wafanye maombi. Lakini muamini halisi ni yule ambaye kabla ya kufika hali hii afanye maombi kwa ajili ya kupata mwisho mwema, na kwa ajili ya kupata lengo la maisha yake ajitahidi katika maisha yake na atimize haki ya ibada yake. Mambo ya dunia na shamra ya dunia isimghafilishe katika swala. Hii pia ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu ya nyumba za wanajumuiya, kwamba kwa kawaida wanaume au wanawake mmoja wao wanakumbushana watu wengine. Wakati wanapokutana nami au wanaponiandikia barua, wananiandikia kwamba ufanye maombi kwa ajili ya mke au kwa ajili ya mume, kwa sababu hawajali kuhusu kusali swala, ili wao waanze kuzingatia swala. Kwa kawaida wanawake wananiambia zaidi au wananiandikia zaidi. Ikiwa jambo hili ni lenye furaha kwamba wanawake wanazingatia zaidi sala, na tegemea kwamba kwa sababu ya kuzingatia wao wanawake wanaweza kuwapatia malezi vizuri wa watoto wake. Na vile vile ni fikira pia kwamba mwanadamu ambaye ni kavam, ni msimamizi wa nyumbani, yeye ni mvivu katika swala. Msimamizi wa nyumbani ambaye jukumu lake ni kwamba awe mfano kwa ajili ya familia, bali amelazimishwa kwamba awe mfano. Yeye kama yeye hajitahidi kupata lengo la maisha yake, basi watoto wake watapata mfano gani kutoka kwake? Na hivi mara nyingi inatokea hivi kwamba watoto wanapokuwa wakubwa na vijana na wanapoingia katika umri wa ujana, ikiwa baba haswali swala, wanasema sisi pia hatuswali. Hata kama mama anawakumbusha wao hawaswali. Swala ambayo ni kiini ya ibada kwa ajili ya kuswali swala, ilitakiwa system iwe hivi kwamba ikiwa msikiti ni mbali, basi swala iswaliwe nyumbani kwa jamaa, ili
ili kwa baraka ya swala kila nyumba ijae na fadhili za Mwenyezi Mungu zishuke juu ya nyumba ile. Wanaume wameamriwa kwamba wasimamishe swala, waswali swala. Na kusimamisha swala maana yake ni kwamba mtu aswali swala kwa jamaa. Katika mkutano huu wa mwaka, siku hizi 3, ikiwa upande mmoja mipango imepangwa kwa ajili ya malezi yetu ya kiroho, watu wengi wanazingatia swala ya tahajjud pia katika siku za jalsa salana, na wanaswali swala pia kwa jamaa. Muahidi kwamba mtaendelea kufanya hivi katika maisha yenu mzima, ndipo mnaweza kupata uchamungu wa hali ya juu, ndipo mnaweza kupata lengo la mkutano wa mwaka. Wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam alipoanzisha mkutano wa mwaka, alikumbusha kwanza kwamba alikumbusha kuhusu uchamungu. Kwa kueleza lengo la mkutano wa mwaka, Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba lengo lake ni kwamba mioyo iname kwa Mwenyezi Mungu, yani wale wanaoshiriki wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu, na wao kwa uchamungu na kwa moyo safi na kwa mapenzi na katika udugu wawe mfano kwa ajili ya watu wengine. Pamoja na hii wawe wanyenyekevu katika maisha yao, na kwa ajili ya shughuli za dini wajitahidi sana na washiriki. Lengo la kwanza ni kwamba wainame, waelekee katika maisha ya akhera. Na Mwenyezi Mungu pia anasema kwamba muangalie mmetanguliza nini kwa ajili ya kesho, na muwe na fikira ya maisha ya akhera kuliko maisha ya dunia hii. Na hali hii inaweza kupatikana wakati atakapokuwa na ucha Mungu, na hali hii itakapopatikana basi atakumbuka maisha ya akhera. Wakati atakapotimiza haki za Mwenyezi Mungu, katika hali hii atatimiza haki za wanadamu pia. Na kwa ajili hii Sayyidina alayhi salatu wasalam amelazimisha kwamba kwa ajili ya kutimiza haki za wanadamu mnatakiwa muwe na mapenzi na muwe na udugu ya moyoni mwenu, na si udugu tu unatosha, bali athari yake inatakiwa ionekane katika jamii pia. Unyenyekevu wenu na wema wenu na kuwahudumia watu wengine inatakiwe ya aina hii, kwamba watu wote waseme kwamba hawa ni wanajumuiya, ni watu tofauti kuliko watu wengine wote. Katika kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu, ikiwa mtu anataka kuangalia mfano, basi awaone hawa wanajumuiya ni mfano kwa ajili ya wengine. Kisha alisema Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba kwa ajili ya shughuli za dini ajitahidi na ashiriki. Kwa ajili ya kusambaza dini ni kutoa mali, na vile vile ni kwa ajili ya ujenzi ya misikiti kufanya juhudi pia, na kwa ajili ya mahubiri kufanya mipango. Na kila mwanajumuiya ni lazima kwake kwamba ajitolee wakati wake. Wakati tunapokuja mkutanoni wa mwaka na tunasikiliza hutuba mbalimbali zinazotolewa, baada ya kusikia hutuba hizi tunapata hamu ya kutekeleza majukumu yetu. Basi inatakiwa hali hii ipatikane katika maisha mzima. Kila mwanajumuiya anayeshiriki katika mkutano huu wa mwaka anatakiwa aboreshe ibada yake, na vile vile ajitahidi kutimiza haki ya wanadamu, na vile vile atimize haki ya jamii pia. Ikiwa kuna shida na katika jamii, basi kwa sababu ya baraka hii ajitahidi kuondoa zile shida.
lengo la kushiriki katika mkutano huu linaweza kupatikana wakati mtu anajitahidi na anaahidi kwamba ataondoa maovu ya kila aina, na kwa ajili yake hii atajitahidi. Katika jamii hii ambapo watu wengi wanamkataa Mwenyezi Mungu na wanategemea dunia tu, na kwa ajili ya kupata dunia hii watu wanajitahidi sana katika jamii hii, na kubaki katika jamii hii, kubaki juu ya dini na kubaki juu ya uchamungu na kufuata uchamungu ni kazi kubwa sana, na kazi hii ni muhimu sana kwa ajili ya muaminio. Tunaona watu wengi baada ya kuja katika nchi hizi wanajishughulisha katika mambo ya nchi hizi. Wengi ambao wanafanya, yani watu ambao wanaishi katika nchi hizi, vitendo vyao ni vitendo vya shetani, na wao watu wanahamia katika nchi hii, basi wao pia wanavutika. Na watu ambao wanahamia katika nchi hizi, wao wanaona kwamba maendeleo yao yanafichika katika jambo hili, kwamba wao pia wafuate vitendo vya watu wa nchi hizi, na wao wanaacha nyuma dini, ilhali maendeleo hayapatikani katika hali hii, bali maangamio yanapatikana katika hali hii. Mwenyezi Mungu anasema, fattakullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun, mcheni Mwenyezi Mungu enyi wenye akili ili mfaulu. Sasa hapa Mwenyezi Mungu amesema kwamba wenye ufaulu ni wale wanamcha Mwenyezi Mungu, bali wenye akili pia ni wale ambao hawakutegemea mambo ya dunia wala tamaa ya dunia, na kwa sababu ya hii hawakupoteza maisha ya akhira. Wenye akili ni wale watu ambao wanatanguliza dini juu ya dunia, watu ambao walitegemea dunia hii, wao waliharibu maisha ya milele na maisha ya akhira. Na anayeharibu maisha ya milele hatuwezi kumuita kwamba yeye ni mwenye akili. Mwenye akili ni yule ambaye anatoa kitu kidogo kwa ajili ya kitu kikubwa. Basi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kuacha dunia hii ndiyo ni akili. Basi muumini mkweli anatakiwa awe na lengo lake katika maisha yake, na lengo hili linaweza kupatikana namna gani? Mwenyezi Mungu anasema, wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun fattabi'uhu fattaqu la'allakum turhamun, yani kitabu hiki Qur'an tukufu ni kitabu ambacho tulichokiteremsha, ni kitabu chenye baraka, basi mfuate kitabu hiki na mcheni Mwenyezi Mungu ili mrehemevu. Basi ikiwa sisi tunataka kuwa warithi wa fadhili za Mwenyezi Mungu, basi katika hali hii tunalazimika kufuata amri zote za Qur'an tukufu, na kufuata Qur'an tukufu inatuongoza kwenye uchamungu. Mwenyezi Mungu anasema Mwenyezi Mungu ataendelea kuwa rehemu, na rehemu hii haitakwisha, kwa sababu baraka iliyoandikwa maana yake ni kwamba kila kitu kizuri kinapatikana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, bali kile kitu kinaendelea kuongezeka kila mahali, kila wakati. Hii pia ni rehemu ya Mwenyezi Mungu, kwamba kwa ajili ya kupata ridhaa yake anafanya mema, anafanya wema, na Mwenyezi Mungu anaongeza
mpaka mara 700 na haiishi hapa, bali Mwenyezi Mungu anasema anaongeza hata zaidi ya hii. Anayefuata njia ya uchamungu, angalieni anakula matunda ya aina gani, na tunda moja anakula katika sura ya matunda mengi. Basi kila mmoja wetu anatakiwa ajitahidi kwamba afuate amri zote za Qur'ani tukufu, ndipo tunaweza kuitwa kwamba tunashika njia ya uchamungu. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwa kueleza maana ya uchamungu anasema kwamba uzuri wa kiroho wa mwanadamu ni katika kufuata njia zote nyambamba za uchamungu. Njia nyambamba za uchamungu ni kufuata njia zote na kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na nguvu yote ambayo manadamu amepewa na viungo alivyopewa kama macho, miguu na mikono, na vile vile nguvu yake ingine na hulka zake anatumia kwa wakati wake na kwa njia zake, na anajua mashambulio ya vitu hivi. Basi huu ni uchamungu, yani amana Mwenyezi Mungu aliyompatia na ahadi aliyofanya na Mwenyezi Mungu, anajitahidi kufuata na kutimiza ile ahadi yake, na kwa nguvu yote anafanya hivi, na anatumia mikono sawa na amri ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa ni miguu pia inatakiwa iwe inaelekea kwenye wema. Kila hatua kama iliyosema katika hadithi kwamba kila hatua inayochukuliwa kwa ajili ya swala inapata thawabu. Ikiwa anaelekea msikitini kwa kuacha shughuli za dunia, basi anapata thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Vile vile nguvu na sifa aliyopewa kutoka kwa Mwenyezi Mungu analazimika kutimiza vizuri na kwa mahala pake, na kujitahidi kuepusha katika mashambulio ya shetani pia, na kuwa tahadhari katika mashambulio ya shetani. Kisha pamoja na hii kuzingatia haki za wanadamu pia ni muhimu, na hii ndiyo ni njia ambayo inaonyesha uzuri wa kiroho wa wanadamu. Na katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu amesema uchamungu ni mawazi, na hii inaashiria kuhusu hii kwamba uzuri wa kiroho unapatikana kwa kufuata uchamungu, na uchamungu ni huu kwamba mtu atimize amana zote na ahadi zote za Mwenyezi Mungu, na kwa juhudi, kwa uwezo wake wote atimize, na haki za Mwenyezi Mungu na haki za wanadamu, majukumu yake yote ajitahidi kutekeleza. Watu wenye biashara na katika mambo ya dunia, ahadi inayofanywa, basi analazimika kutimiza ile ahadi. Ikiwa ni kazi, basi kufanya kazi ile vizuri kwa nguvu. Ikiwa ni wanafunzi, wao watimize haki ya masomo yao pamoja na kufanya ibada ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutimiza kila haki. Kutimiza ile haki vizuri ni ibada. Kisha Sayyidina Ahmad alayhi salam anasema kwa ajili ya kuwa mcha Mungu ni muhimu kwamba baada ya kuacha mambo makubwa kama ni zinaa, uizi na kunyimwa haki za wengine na kuwa na kiburi na bahili, yani anaacha mambo haya yote, na vile vile pamoja na hii anaacha hulka mbaya pia. Huzur anasema kwamba mtu anajiepusha katika mambo haya makubwa kama ni uizi, zinaa na kibri na bahili na kuwaonyesha watu wengine
kwamba ni anafanya vitendo, basi analazimika aache mambo haya yote. Na pamoja na hii anatakiwa ajitahidi kujiepusha katika hulka mbaya pia. Tena si kwamba anajiepusha, bali dhidi yake anatakiwa apate maendeleo katika hulka nzuri, katika hulka njema. Na hulka njema ni nini? Kwamba kwamba mukutane na watu kwa mapenzi na kwa hulka njema, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu aonyeshe mapenzi kwa ajili ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya dini afanye juhudi ambalo ni juhudi la aina ya juu ambalo linasifiwa. Katika hali hii mtu anaitwa mcha Mungu, na watu ambao wanakuwa na sifa hii basi wao kuwa na wamcha Mwenyezi Mungu haswa. Yani kama hulka moja moja inapatikana katika mtu, basi hawezi kuitwa mcha Mungu. Kuna hulka chungu mzima, ni wema na ni vitendo vizuri chungu mzima. Ikiwa kitendo kimoja au viwili vitatu vinapatikana ndani ya mtu mmoja, basi hawezi kuitwa mcha Mungu. Mcha Mungu ni yule ambaye anakuwa na sifa hizi zote, yani anaondoa mambo ya ovyo na anafuata hulka njema, na kila hulka njema anafuata, ndipo anaitwa mcha Mungu. Amesema kwamba ikiwa mtu anakuwa na hulka moja moja, basi hawezi kuitwa mcha Mungu mpaka awe na hulka njema zote. Kwa ajili ya watu wa aina hii Mwenyezi Mungu anasema la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Mwenyezi Mungu anakuwa rafiki wa watu wa aina hii, yani mtu anapofika katika hali hii hawezi kuwa na hofu wala hahuzuniki. Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja nao, kama aliyosema Mwenyezi Mungu wa huwa yatawalla salihin. Katika hadithi imepatikana kwamba Mwenyezi Mungu anakuwa mikono yao kwao anashika, na anakuwa macho yao, na anakuwa masikio yao, na anakuwa miguu yao ambayo wanategemea. Na katika hadithi nyingine inapatikana kwamba anayekuwa mdui wa rafiki yangu namwambia kwamba awe tayari kwa ajili ya kupigana nami. Katika hadithi nyingine inapatikana kwamba mtu anaposhambulia mwali wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu anamshambulia kama simba anashambulia wakati anaponyang'anywa mtoto wake. Basi huu ndio ni ucha Mungu tunatakiwa tupate katika maisha yetu. Kama nilivyosoma andiko la Sayyidina alayhi salatu wasalam kuhusu lengo la mkutano wa mwaka. Sayyidina alayhi salatu wasalam alisema baada ya kushiriki katika mkutano wa mwaka, mujitahidi kupata lengo lenu la dini, na lengo la dini ni mahubiri na kujitolea kwa ajili yake. Wengi wenu ni wale ambao wamehamia hapa kutoka Pakistan, kwa sababu kule katika nchi ya Pakistan hamruhusiwi kusambaza dini, hata nyinyi hamruhusiwi kufuata dini. Kule hatuwezi kuswali swala hadharani mbele ya watu, na tunazuiliwa tusiandike shahada. Na mara kwa mara viongozi wa serikali na polisi inakuja kwa sababu ya kuwachochea mashehe kwa ajili ya kufuta shahada, na siku hizi wanataka kufanya kazi hii katika misikiti mikubwa ya jumuiya. Kwa hiyo kule Pakistan wanajumuiya wanasumbuliwa, ndiyo maana wengi wenu umehamia hapa. Katika hivi karibuni kutoka Thailand pia wanajumuiya wengi wamekuja. Wanajumuiya ambao walikuwa kule, UNO imekubali kesi na wao wamehamia katika nchi hii. Wengi waliokuja waliteswa kule Pakistan, na wengi walisumbuliwa kwa sababu ya watu na kwa sababu ya jamii kule. Kwa hiyo sasa wamekuja hapa, na nyinyi mna uhuru sana. Kwa hiyo mnalazimika
mfanye maombi kwa ajili ya wanajumuiya wanaishi katika Pakistan. Mwenyezi Mungu abadilishe siku zao na wao pia wapate uhuru wa dini. Na jukumu lingine ni juu ya wale ambao wanaishi nje ya Pakistan, kama aliyosema Sinama al-Salam kwamba kwa ajili ya shughuli za dini mujitolee. Holland ni nchi ndogo. Mwanasiasa mmoja wa nchi hii kwa ajili ya kufedhehesha Islam alifanya juhudi sana. Ikiwa wanajumuiya wa hapa wangejitahidi kufanya kazi ya mahubiri, basi waliweza kufuta fikira za watu dhidi ya Islam na wangepata nafasi ya kufanya mahubiri na kueleza sifa za Islam. Lengo la kuja la Sayyidina alayhi salatu wasalam ni kusambaza sheria ya Qur'ani tukufu ambayo alileta mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ipo mikononi mwetu katika sura ya Qur'ani tukufu. Kufikisha ujumbe huu wa Qur'ani tukufu pia ni kazi yetu. Kwa ajili ya hii inatakiwa mfanye juhudi. Hapa kwa fadhili za Mwenyezi Mungu watu wa mataifa mbalimbali wanaishi na wanajumuiya pia wapo. Kwa hivyo kuna haja ya kuwahubiri hawa watu na kuongeza juhudi kwa ajili ya hii. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu sehemu yote duniani wanajumuiya walioelewa ujumbe wangu huu, na kwa kuwa msaidizi wa Sinama alayhi salatu wasalam na kwa kuwa mkono wa uhalifa walipanua kazi ya mahubiri kule kwa fadhili za Mwenyezi Mungu. Ikiwa jumuiya ilijulikana, vile vile upande mwingine wanajumuiya watu wanaendelea kuelekea kwenye jumuiya. Na watu wengine wanasema kwamba watu wa hapa hawana shauku ya kujua kuhusu dini, na mjue kwamba hali hii inapatikana katika nchi zote za Ulaya, hata katika nchi zote za Ukristo hali hii inapatikana. Hata Waislamu pia siku hizi ni Waislamu wa majina tu, hawana yakini juu ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa wangekuwa na yakini juu ya Mwenyezi Mungu wasingefanya dhulma kama wanafanya kwa kufuata mashehe wao. Lakini watu wanasema kwamba watu wa hapa hawana shauku ya dini, hawana yakini juu ya Mwenyezi Mungu. Hii pia ni kazi yetu kwamba tuhakikishe kwamba wao wana yakini juu ya Mwenyezi Mungu, kama Mwenyezi Mungu alisema kwamba mfuate Qur'an tukufu na mcheni Mwenyezi Mungu. Ikiwa sisi kwa kila kitendo chetu tunafuata Qur'an tukufu na tunakuja chini ya sifa ya muaminio aliyoeleza Sinama alayhi salatu wasalam, basi hii itatufungulia njia ya mahubiri. Hii ni kazi ya kuwa na shauku kwa ajili ya kutafuta njia za mahubiri. Pia sharti ni ucha Mungu. Kila mwanajumuiya analazimika kufuata njia hii. Baada ya kujiunga na Sinama alayhi salatu wasalam tuliahidi kwamba tutaleta mabadiliko mazuri. Basi kuna haja ya kuzingatia ahadi hii, na kuna haja ya kukumbuka hali hii kwamba juhudi letu na maombi yetu yanaweza kuwaongoza watu pengine katika dunia hii. Siku hizi katika dunia hii zaidi ya jumuiya Sinama alayhi salatu wasalam hakuna jumuiya yoyote ambayo inaweza kueleza Islam halisi mbele ya dunia. Basi baada ya kushiriki katika mkutano wa mwaka katika siku hizi 3, kila mwanajumuiya ajizingatie na ajichunguze, na pamoja na hii afanye ahadi kwamba kuanzia leo tutajitahidi kutekeleza haki ya Mwenyezi Mungu, na kwa kutekeleza haki za ndugu zetu tutajitahidi, na kutekeleza haki ya jamii tutajitahidi, na vile vile kutekeleza haki ya nchi hii pia tutajitahidi. Nchi hii ambayo imetupatia nafasi ya kuishi kwa uhuru, na haki hii inaweza kutimizwa kwa kufanya mahubiri.
na haki hii inaweza kutimizwa kwa kufikisha ujumbe wa Islam, na haki hii inaweza kutimizwa kwa kuondoa fikra mbaya inayopatikana dhidi ya Islam. Kwa hiyo watoto, wazee na kina mama wajitahidi kutimiza haki hii, ndipo watu wataelekea kwenye njia hii na mapinduzi yatapatikana. Fanyeni maombi. Kwa kupitia maombi Mwenyezi Mungu anaonyesha nishani, kazi chungu mzima ambayo wanadamu hawezi kufanya, na tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu na tufanye maombi kwa pamoja. Basi katika sura hii Mwenyezi Mungu ataonyesha nishani, na basi nishani hii inaleta mapinduzi. Mwenyezi Mungu awajalie wanajumuiya wote waweze kufanya hivi katika siku hizi za mkutano wa mwaka. Kila aliyeshiriki Mwenyezi Mungu amjalie na amwezeshe kwamba katika maisha yake na ni wakati wake atimize katika maombi. Mwenyezi Mungu amwezeshe kila mwanajumuiya alete mapinduzi mazuri ndani yake. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ghaibu, ambayo ni jeneza ya mtumishi wa jumuiya wa muda mrefu Bwana Nasir Ahmad Sahib, aliyekuwa muhasibu wa jumuiya ya Pakistan. Tarehe 13 wa Mai 2012, baada ya maradhi ndefu katika umri wa miaka 75 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa na maradhi ya viungo. Familia yake ilikuwa kutoka Gurdaspur, India. Babu yake marehemu Ilahi Baksh Sahib alikuwa sahaba wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Baba yake Mia Chirag Din Sahib mwaka 1908 katika mkono wa halifa wa kwanza alifanya bayat. Baadaye alihamia Qadian. Alizaliwa Bwana Nasr mwaka 1938 katika Qadian. Alipata masomo ya msingi kule Qadian. Baadaye Lahore alifanya matric na mpaka graduation. Mwaka 1956 wa June katika Sadra Njman Ahmadiyya alianza kuitumikia jumuiya kuwa mtumishi wa jumuiya, na katika ofisi ya hazina, kisha ofisi ya wasia, kisha aliwahi kuwa assistant secretary Majlis Kar Pardaz, aliwahi kuwa naib auditor na vile vile aliwahi kuwa officer wa private fund. Kwa muda mrefu aliwahi kuwa nazimu wa kuweka hesabu ya matumizi ya mkutano wa mwaka. Alikuwa na sifa chungu mzima. Alikuwa akiswali swala, hata nimeona hata wakati wa maradhi pia alikuwa akija msikitini, alikuwa akiswali tahajjud na alikuwa akifanya maombi, na alikuwa mtu mwenye tabasamu na bashasha, na alikuwa akiwapatia karamu sana wageni, na alikuwa akiwaheshimu sana wenzake, na alikuwa na kumbukumbu nzuri. Aliwasomesha Qur'an tukufu watoto wengi wa mtaa wake. Alikuwa akipenda sana khilafat na alikuwa musi pia. Katika maisha yake alitoa sehemu yote ya jaidadi yake. Ameacha mke na mabinti wawili. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pe. Alhamdulillah nahmaduhu wa Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر